شوف مامين الله مامين بيتسا بنيان والله مامين والله مامين يو نفرق بينا كتير والله مامين يو اخلص فاسنو هبا يو ראיתו מתרסק. כן, ראית את זה. רואים את זה במצלמות, רואים את זה במצלמות. רואים את זה במצלמות, רואים את זה ככה למטה. לך תראה במצלמות. Hizi ni video ambazo zimechukuliwa mchana wa leo Ijumaa katika jiji la Haifa baada ya Iran kurusha kombora hili ambalo limepiga katika jengo ambalo wanasema ni la Wizara ya Mambo ya Ndani. Haifa ni mji wa pwani ulioko kaskazini mwa Israel ambapo kombora hili la masafa marefu limewajeruhi watu 17. Tukio hilo limesababisha taharuki kubwa huku wakazi wakikimbilia kujificha katikati ya mashambulizi yanayoendelea. Huduma ya dharura ya Israel Magen David Adom iliripoti kuwahudumia wanaume wawili waliojeruhiwa vibaya, mmoja akiwa na umri wa miaka 40 na mvulana mwenye miaka 16, wote wakiwa na majeraha makubwa ya vipande kutoka kwenye kombora hilo. Mtu mwingine mwenye umri wa miaka 54 alijeruhiwa kwa kiwango cha kati, huku watu wengine 14 wakipata majeraha madogo. Wote walikimbizwa hospitali kwa ajili ya matibabu. Shambulio hilo lilikuwa sehemu ya mashambulizi makubwa ya makombora yaliyolenga maeneo ya kaskazini, kati na kusini mwa Israel kwa mujibu wa jeshi la Israel. Katika mji wa Haifa, milio ya ving'ora ya tahadhari angani iliwafanya wakazi kukimbilia mafichoni. Wakazi wameonekana wakikimbia katika mitaa na kujificha kwenye maegesho ya magari ya chini ya ardhi kwenye jumba la biashara. Mwandishi mmoja wa CNN Nick Robertson amelielezea tukio hilo kutoka jiji hilo akisema, ving'ora vilipoanza tulitazama kuzunguka kwetu na tukawafuata watu waliokuwa wakitoka mitaani, kwa sababu watu hapa wanajua wapi maficho ya chini ya ardhi yalipo. Amebainisha kuwa raia walijificha kwenye maegesho hayo, huku wengi wao wakitumia simu zao kufuatilia habari za yanayoendelea juu ya ardhi. Wakati shambulio hilo likitokea, ofisi ya vyombo vya habari ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ilitoa taarifa iliyoambatana na picha ya tahadhari ikisema, utawala wa Kizayuni umefanya kosa kubwa sana, na matokeo yake yatawafanya kuwa katika hali mbaya. Inshallah mtakuwa masikini. Ujumbe huo unaonesha lugha kali na uchokozi ya Iran, huku mzozo ukiendelea kuongezeka, mashambulizi ya makombora yakirudiwa mara kwa mara pamoja na mashambulizi ya anga ya Israel dhidi ya maeneo ya Iran yakiwemo ya kijeshi na ya nyuklia. Shambulio la Haifa, jiji la kimkakati, limeongeza hofu juu ya usalama wa raia na uwezekano wa mzozo kuongezeka zaidi. Kadri pande zote mbili zinavyoendeleza operesheni za kijeshi, jumuiya ya kimataifa inazidi kushinikizwa kutafuta suluhu ya kidiplomasia ili kuzuia mzozo mkubwa zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati.